Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama na upenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Bana, kuna mengi sana yanaendelea kwenye kiwanda chetu cha muziki wa Bongo Flava, lakini pia kuna mengi yanaendelea zaidi huko nchini Kenya, ambapo kwa sasa hivi maandamano yanaendelea, Wakenya wakipinga mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika na polisi dhidi ya raia, na tumeona mastaa mbalimbali kutoka nchini Kenya wakiingia kwenye maandamano kwa ajili ya kupaza sauti zao. Lakini si Wakenya tu, bali hata Mtanzania Enoch Kibela ambaye ni msanii wa muziki kutoka hapa nyumbani Tanzania na yupo nchini Kenya, na kuna video yake hii ambayo inasambaa kwenye mitandao ikimuonyesha naye akiwa ni mmoja wa watu ambao wameungana na Wakenya kwenye maandamano hayo. Kiachana na swala hilo, Enoch Kibela siku ya jana, msanii wa muziki wa Bongo Flava Mbosso Kani Mshedede alifanya interview, na moja kitu ambacho alikizungumza kwa huzuni ama kwa kuonyesha kuumizwa ni mara baada ya kuulizwa kuhusiana na Enoch Kibela, na Mbosso alijibu kuonyesha kuwa aliumizwa na kitu ambacho Enoch Kibela alikizungumza kwenye baadhi ya interview, kitu ambacho inaonekana Enoch Kibela alikuwa akimlaumu Mbosso kutokumsaidia maybe na vitu kama hivyo, lakini Mbosso kwa upande wake anasema kuwa yeye ndo mtu ambaye alikuwa akisimama bega kwa bega na Enoch Kibela, na amekuwa akimsaidia kwenye mambo yake kadhaa ikiwemo mambo ya kodi na mengineyo mengi. Sasa mimi nikasema kwa nini nisimtafute Enoch Kibela tukapata kusikia kwa upande wake yeye anazungumzia nini kuhusiana na hili, lakini pia kuhusiana na kujiingiza kwenye maandamano huko nchini Kenya. Lakini pia kama nakumbuka vizuri, Enoch Kibela alitafutaga wasanii kwa ajili ya kuanzisha bendi yake, so maswali yote amenijibu kwa usahihi kabisa akiwa nchini Kenya. Hebu tumsikilize hapa Enoch Kibela akizungumza kuhusiana na hayo yote ambayo nimepata kumuuliza wakati akiwa nchini Kenya. Hii ni PMTV2, na kukumbusha kusubscribe hapo chini. Mimi naitwa Nicky Tozi. Hebu tumsikilize hapa Enoch Kibela Dibez. Hapana, kwa kumzungumzia Mbosso vibaya, hapana. Yani kwa kile ambacho nyinyi mmekisikia na mkakinukuu na kuniletea, mimi pia sikuwa nimeona hiyo interview, lakini leo nimeweza kuiona hiyo interview baada kuona kuna maswali na baadhi ya waandishi wakiwa wananitafuta sana kwamba nielezee kwa hile ambacho au kwa hile ambalo linaloendelea. Sikuwa najua, lakini kwa sababu wamenitafuta na hata wewe pia umenitafuta, nimeweza kugundua baada ya kuzungumza ndio nimeweza kuelewa. Mimi simzungumzii Mbosso vibaya, simzungumzii na sina uwezo wa kumzungumzia vibaya, ila kuna wakati mwaka jana, wakati wa mashindano yangu yale ya ile Sauti Search mwaka ule, wakati nimefanya press, niliulizwa swali. Baada ya kuulizwa swali nikalijibu, na nilijibu kwa mtazamo wa kwamba haliwezi kuleta hitilafu sehemu yote, bali litaniongezea chachu ya kuweza kujikuza. Sio, unaelewa? Sijui, lakini sio kwa namna ya vile ambavyo imetafakariwa, yani vile sio vile ambavyo watu wametafakari au yeye ametafakari na kulileta hivyo. Na hata hivyo, baada ya interview hiyo nilimuelezea, alinipigia simu. Ni kweli kama alivyosema alikuwa ametoka Tanga, alinitafuta na akanielezea, na nikamuelezea, alivyoniuliza nikamuelezea, na nilimuelezea kwa kina, na nikamwambia kama kuna mahali popote nilipokukwaza, ndugu yangu, niwe radhi, mradi jambo liweze kuisha na mambo mengine yaweze kuendelea, kwa sababu yeye ni ndugu yangu na ni zaidi ya rafiki, ni ndugu yangu. Kwa hiyo nilipomuelezea na akasema haina shida bro, yameisha, kila kitu kake kimekaa sehemu yake. Ni hali tu ya sanaa. Unajua sanaa wakati mwingine anakuambia nitukane ili mradi pia uweze kuvuka wewe kufikia sehemu fulani, au ili upate kufika sehemu fulani fanya 1 2 3 ili mradi uweze kufikia lengo fulani, lakini haikuwa kwenye maana mbaya. Na sipingi kwamba Mbosso amekuwa ni msaada wangu kwa kile kipindi au kwa kipindi kirefu. Amekuwa ni msaada wangu na ni mtu ambaye ameniokoa kwa vitu vingi sana, amenisaidia kwa vitu vingi, sikatai. Na mara nyingi nimekuwa nikiwa na majambo lazima nitamwambia, na yeye atakiwa na majambo yeye ataniambia, ni kama sehemu yake ya ndugu, kama sehemu ya familia. Bwana, kuna 1 2 3 alipo sawa, nitaweka sawa kwa namna yangu, na pindi pale anaponiambia kuna jambo moja hivi tunafanyaje, na mimi nitaweka sawa, ataniwekea sawa kwa namna yake ambapo anaweza, lakini sio kwa maana ambayo
imekuwa kidogo inaleta tofauti na kuzungumza vitu vingi, kwamba nalipia kodi, watu mwenye nyumba, changamoto za mambo ya nyumba au changamoto za kifamilia au nini. Ni sehemu ambayo sikuwa natarajia haya nayo yaona, au sikuwa natarajia kwa hili nililoliona kwamba limekuwa imefikia hatua hii na kusema huwa namzungumzia vibaya. Yaani mimi simzungumzi vibaya. Na hiyo interview moja iliyopitaga hiyo siku ya press, sikuwahi zungumza neno tofauti la kumzungumzia kwa tofauti mpaka leo hii nazungumza na wewe. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu tayari wameshachukua hiyo, na nimeona wananitumia message mpaka DM Instagram, wananitusi, wananitumia message za kejeli, wengine wanaingia mpaka kwenye YouTube account yangu kuongea maneno mabaya kuhusiana na nyimbo ya Sauda. Nimeona akisema ndio ameandika nyimbo ya Sauda. Nimesaidizana naye kwenye kuandika nyimbo ya Sauda, na yeye ndio nilimpata akapiga gitaa. Tulikuwa kwenye show, na bado ilikuwa ndo mwisho wa ya Moto Band. Kipindi kile ilikuwa ni show ya mwisho ya Moto, wakati naenda kufanyika Geita, na tulikuwa nilipata, yeye akaanza kupiga gitaa, anatafuta idea, tukapata idea. Amepitisha baadhi ya maneno, na mimi kidogo kana najaribu kuyaweka sawa baadhi ya maneno. Verse ya kwanza, verse ya pili niliandika mwenyewe, takriban niliandika verse ya pili yote, na wakati wote mpaka naingia kurecord nafanya, tulikuwa tunashirikiana naye kwa sababu bado karibu wetu ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo hata kinachoendelea nashangaa, kwa sababu sikuwa nina maana mbaya, lakini imechukuliwa kuwa ni hali ya utata na hali ya ubaya ndani yake. Ila msimfikirie vibaya yeye, wala msinifikirie mimi vibaya pia, kwa sababu sisi ni familia. Wakati mwingine changamoto hutokea popote, na pia vikwazo inatokea kote. Hatutoweza tu kwenda tu siku zote kwamba kwa hali nzuri. Sisi ni watu wazuri tu, yani kwa mfano tukiwa siku zote sisi ni watu furaha tu bila kutokea changamoto yoyote, sisi tutakuwa sio binadamu sahihi. Kwa hiyo ili tuwe binadamu sahihi na tuwe tumeingia ibadani zaidi, lazima kukoseana, na ndipo ibada inapokuwa inatimia, na ule kwamba binadamu kabla hujafa hujaumbika, ndipo inapotokea hiyo methali. Kwa hiyo ninashukuru kwa kile nilichokisikia, lakini sio kwa maana mbaya pia, na yeye pia ameweza kuondoa hata ukakasi wake ndani ya nafsi yake, kwa sababu ni kitu cha muda mrefu, lakini imagine mpaka leo yuko nalo, umeona. Kwa hiyo bado inaonekana bado alikuwa na hiyo hali, alikuwa anataka labda itoe, umeona. Kama alikuwa amekwazika, basi na imani sasa hivi atakuwa sasa ameshasuhuzika, kwa sababu ameshatoa yale yote aliyokuwa yakimkwaza, au mimi nikiwa namkwaza ndani yake. Kwa hiyo nimefurahi pia na yeye pia kuweza kuyatoa yale yote ya moyoni mwake. Kwa hiyo si kwa hali ya ubaya, ni kwa hali ya wema tu. Hata nyimbo ambayo unategemea kuirelease sasa hivi, yeye ndio ameandika nyimbo yote, ameandika yeye. Sikatai nyimbo ambayo sasa hivi imeenda kwao, na alianza kuitengeneza Stage, lakini nimekuja Kenya imeweza kupinduliwa na ikaweza kukaa vizuri kabisa, kumaliziwa mixing, mastering, na pia hata style ya Stage pia mtaisikia pia. Kwa hiyo sio kwa nia mbaya, ni kwa nia njema, na nimefurahi pia kuweza kunitafuta kuweza kueleza hili, kwa maana hata ambao wameninukuu kwa ubaya, itakuwa ni na wao wamemnukuu yeye kwa hali tofauti, kwa maana mimi ni mbaya wake, itakuwa kidogo wamepata picha kwa kile ambacho ninachokizungumza. Kikubwa muziki uendelee, tuendelee kusapotiana, tuendelee kupata nguvu na kuendelea kufanya kazi nzuri. Nashukuru na tuwe na siku njema.